Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Hujambo na karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea uchambuzi wa dakika 60 za habari, michezo, biashara na utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Mindi Josefu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Philip Mpango amewataka wadau wa mazingira kuhamasisha matumizi ya teknolojia za urejelezaji wa taka ozo na plastiki, kupunguza ukataji wa miti holela kwa ajili ya kuni na mkaa na kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Naungana na Vijini yapo kwa undani wa taarifa hii. Makamu wa Rais ametoa wito huo wakati wa maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani iliyofanyika kitaifa katika kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete mkoani Dodoma. Amesema serikali imeweka nia ya kupunguza athari za uharibifu wa mazingira kwa kupunguza matumizi ya nishati ya kuni na mkaa kwa shughuli za kupikia. Hadi kufikia Machi 2025, jumla ya taasisi 762 zimeanza kutumia nishati safi ya kupikia. Kati ya hizo taasisi za umma ni 495 na taasisi binafsi ni 267. Napenda nichukue fursa hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira kuendeleza mambo yote yaliyofanyika katika maadhimisho haya, ikiwa ni pamoja na upandaji miti na uanzishwaji wa bustani za kijani, kuhamasisha matumizi ya teknolojia za urejelezaji wa taka ozo na za plastiki, kupunguza ukataji miti holela kwa ajili ya kuni na mkaa na kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Matumizi makubwa ya kuni na mkaa hakika yanachangia athari za mazingira, athari za kiafya, kijamii na kiuchumi. Na kutokana na hali hiyo, ndio maana serikali imeweka nia ya kupunguza athari hizo kwa kupunguza matumizi ya nishati ya kuni na mkaa kwa shughuli za kupikia. Na tunampongeza sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa kuendeleza na kusukuma matumizi ya nishati safi Tanzania, Afrika na duniani. Na katika kutekeleza nia hiyo, serikali ilitoa katazo la matumizi ya kuni na mkaa kwa taasisi zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 100 kwa siku kuanzia tarehe 31 Januari mwaka jana 2024 na kuzitaka zihamie katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sasa taarifa zilizopo zinaonesha kuwa taasisi nyingi za serikali na za binafsi zimeanza kutekeleza katazo hilo na kuanza kutumia nishati safi ya kupikia. Makamu wa Rais amesema taarifa mbalimbali za hali ya mazingira nchini zimedhihirisha kuwepo kwa uharibifu wa ardhi katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo inakadiriwa kuwa takriban 61% ya ardhi nchini iko katika hatari ya kuharibika. Katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira, serikali imechukua hatua mbalimbali za kisera na kimkakati, ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa sera ya taifa ya mazingira ya mwaka 2021,
mpango kabambe wa taifa wa hifadhi na usimamizi wa mazingira kutoka mwaka 2022 mpaka 2032, lakini pia kuna sheria, mikakati na miongozo inayohusu masuala ya mazingira. Aidha, tuna kuongezeka kwa kasi ya upimaji wa ardhi na umilikishaji wa ardhi kimila. Kwa upande wake, naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais Mheshimiwa Hamisi Hamza Hamis amesema kauli mbiu ya mwaka 2025 inahamasisha jamii kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki kwa kuwa na uzalishaji na ulaji endelevu kwa lengo la kuhifadhi mito, maziwa na bahari ili kuhifadhi mifumo ya ekolojia. Aidha, kauli mbiu hii inahamasisha jamii kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki kwa kuwa na uzalishaji na ulaji endelevu kwa lengo la kuhifadhi mito, maziwa na bahari ili kuhifadhi mifumo ya ekolojia. Mheshimiwa Makamu wa Rais, maadhimisho ya siku ya mazingira kitaifa yanafanyika hapa katika jiji la Dodoma kwa kauli mbiu ya kitaifa isemayo mazingira yetu, Tanzania ijayo, tuwajibike sasa dhidi ya matumizi ya plastiki. Kutokana na uchafuzi wa mazingira ya bahari, maziwa na mito utokanao na taka za plastiki, kauli mbiu ya kitaifa inahamasisha jamii kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki ili kuhifadhi mifumo ya ekolojia ya mito, maziwa na bahari. Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kitaifa yamebeba kauli mbiu isemayo mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Licha ya kuwepo kwa vifaa vya kukusanyia taka katika manispaa ya Geita mkoani Geita, baadhi ya chupa za vinywaji mbalimbali ikiwemo soda na maji vimeendelea kutupwa mtaani badala ya kuwekwa kwenye vitunzia taka. Na hapa Michael Bundala ametuandalia taarifa hii. Juni 5 ni siku ya mazingira duniani na nipo mtaani mkoani Geita kuona vifaa vilivyopo mtaani kwa ajili ya kutunzia taka vinatumika ipasavyo. Na unachokiona hapa ni chupa ya plastiki ambayo imetupwa umbali kidogo tu kutoka sehemu iliyowekwa vifaa vya kutupia taka kama unavyoona hapa. Lakini pia hapa kuna chupa nyingine ya plastiki kama unavyoiona. Upande mwingine huku napo pametupwa chupa ya plastiki. Hii ina maana kwamba matumizi ya vifaa vya kutupia taka hayazingatiwi pasavyo. Nimepata nafasi ya kuzungumza na wananchi hapa katika manispaa ya Geita kujua ni nini chanzo cha utupaji ovyo wa taka za plastiki wakati kuna vifaa vya kutunzia taka hizi. Mimi ninavyoona, labda mtu unakuta amenunua kinywaji, umeona, amekunywa, zeni ametoka nacho huko, amekunywa, amefika labda huko kimeisha, anaamua tu atupe popote, umeona, anaamua atupe hapo. Kwa hiyo ndio anasababisha mazingira kuwa machafu. Kwa mimi ninavyoona, mfano amenunua na kinywaji, amekunywa, labda amefika maeneo haya, kwa mimi ninavyoona labda alihifadhi ile kopo lake atembe nalo make huku hivi chini anapoelekea labda kuna barabara na penye hapo, na hivyo vitu vipo, anaweza akahifadhi kwenye madustbin hayo. Kwa nini watu wamezoea kutupa taka ovyo? Si ndio hivyo? Ni unakuta labda barabarani unakuwa kuna sehemu za kuweka uchafu. Kwanza mimi nahisi labda ni mazoea, yani kwamba hapa hakuna anayeniona, naweza nikatupa tu muda wote, watakokuja kuokota watajua wao. Siku unaonaga wale wanaosafisha barabara wale, mara nyingi wengi wao tunawadharau, yani tunaona hizi ndo kazi yao. Bila shaka elimu inahitajika kwa wananchi juu ya matumizi ya vitunzia taka, lakini kampuni ya mgodi wa dhahabu ya Geita GGML kuelekea siku ya mazingira duniani imetoa vifaa vya kutunzia taka vingine ikiwa ni sehemu ya kampuni hiyo kuhamasisha usafi na utunzaji wa mazingira. Na mwaka huu tumelenga sana kutokomeza takataka za plastiki. Kama unavyofahamu, takataka za plastiki ni hatari kwa mazingira zisipotunzwa au kuhifadhiwa katika sehemu sahihi. Zikiachwa zikizagaa kwenye sehemu kama hizi huwa haziozi, na zisipooza maana yake ni athari kwa welewai ya sehemu husika. Nawashukuru sana watu wa GGM kwa sababu zoezi letu limefanikiwa na wananchi wote kwa pamoja ambao wamejitokeza katika zoezi la leo. Lakini
kampeni ya usafi wa mazingira mwisho wa mwezi kwa upande wa manispaa ya Geita tumefanikiwa kwa sababu wamekuwa wananchi wengi sasa hivi wanajitokeza katika kufanya usafi kwenye maeneo ya biashara na maeneo ya makazi. Na kitu kingine, mkuu wetu wa wilaya ya Geita amezindua kampeni rasmi inayoitwa Safisha Geita. Lengo lake ikiwa ni kuimarisha manispaa ya Geita katika hali ya usafi. Nilichojifunza kuhusiana na swala hili la vifaa vya kutunzia taka ni kwamba kuwepo kwa vifaa hivi ni jambo jingine, lakini pia kuvitumia ni jambo jingine. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itaendelea kusimamia na kuipa hadhi sekta ya afya, ikiwemo kwa kutoa vibali vya ajira pamoja na kujenga miundombinu ya kutolea huduma hizo katika ngazi zote. Mariango Mgeta ana maelezo zaidi. Amesema mpango wa serikali kwa sasa ni kuhakikisha huduma za afya zinatolewa kwa uhakika na kwa usahihi. Ndio maana iliamua kuwa na mkakati wa kuwapeleka Watanzania kusoma katika vyuo mbalimbali ambao ili waje kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Majaliwa amesema hayo leo Juni 5, 2025 wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Jacqueline Andrew aliyetaka kujua mpango wa serikali katika kuhakikisha wilaya zote zinapata madaktari bingwa hadi ngazi za vituo vya afya kwa ajili ya kuhudumia mama na mtoto. Mpango wa serikali wa kuhakikisha kuwa huduma za afya zinatolewa kwa uhakika na usahihi ni moja, tunaendelea kuwasomesha Watanzania kwenye vyuo mbalimbali katika kada mbalimbali. Sababu huduma ya afya ziko kada mbalimbali, wako madaktari na madaktari wako kwenye kada mbalimbali vile vile, lakini kuna wauguzi na wale watoa huduma za afya ambao tunawapeleka vijijini kushirikiana na kamati za afya za vijiji ili kutambua na kubaini magonjwa ya mlipuko na magonjwa mengine. Eneo la pili ambalo tunaliimarisha ni baada ya kuwa tumewasomesha hawa, tunawaajiri, na nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kutoa vibali vya ajira vya kada ya sekta ya afya, huku tukienda sambamba na uwezeshaji wa ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma za afya, zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri za wilaya, mikoa na huku juu kwenye hospitali za rufaa ikiwemo na Benjamin William Mkapa. Ni uwezeshaji ambao umefanywa vizuri na uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa kwenye miundombinu. Ajira hizi ambazo Mheshimiwa Rais anaruhusu kutoa vibali kuweza kuwaajiri madaktari wakiwemo na hao mabingwa, madaktari bingwa wa magonjwa ya mama na mtoto, lakini pia upasuaji sasa hivi tunapeleka mpaka vituo vya afya. Vile vile tuna madaktari bingwa wa mambo mdomo, masikio, macho, wote hao sasa tunawapeleka mpaka ngazi ya wilaya ili huduma hizi zitolewe kwenye eneo hilo hilo. Kwa hiyo mkakati wa serikali wa kupeleka madaktari bingwa upo na ajira zinaendelea kutolewa, ingawa si nyingi, kinalingana pia na uhitaji na uwezo wa fedha wa serikali. Waziri Mkuu amesema hayo alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Momba Codesta Sichwale. Alitaka kufahamu kauli ya serikali katika kukabiliana na maafa na kusema kazi kubwa wanayoifanya sasa ni kuziimarisha kamati hizi kwa kuzipa elimu na mifumo inayoweza kutoa taarifa kwa haraka kwenda kwa kamati za juu. Ofisi ya Waziri Mkuu kama mratibu wa maafa nchini imeweka utaratibu unaoweza kupata taarifa za maafa yoyote yale mpaka ngazi za vijiji. Tumeunda kamati za maafa kuanzia ngazi ya kijiji, kata, lakini wilaya, halmashauri kwa maana wilaya, mkoa na ile ya kitaifa. Malengo ya kamati hizi ni kwanza kubaini tatizo linapojitokeza na kuharakisha kutoa taarifa kwenye ngazi yake ya juu. Unajua maafa haya yanatokea kwanza kwenye ngazi za vijiji. Unakuta kuna maporomoko kwenye eneo la vijiji. Kwa hiyo kamati zile zinatoa taarifa. Tunajua hazina uwezo mkubwa wa kushughulikia baadhi ya maafa, lakini kuweka itifaki zile inasaidia utoaji wa taarifa na uelezaji wa ukubwa wa tatizo, na ukubwa wa tatizo unasaidia pia ngazi husika kuweza kuchukua hatua. Waziri Mkuu amesema katika kuhakikisha taarifa zinafika kwa haraka, serikali imeamua kuanzisha maeneo ya kimkakati kwenye ngazi za kanda
ambapo vifaa mbalimbali vya kukabiliana na maafa vimepelekwa ili iwe rahisi kuwasiliana na mkoa na kufika kwenye maeneo kwa wakati. Mariango Mugeta, Sky TV. Unatazama ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Ikiwa leo ni siku ya mazingira duniani, wadau wa mazingira wametakiwa kuhamasisha matumizi ya teknolojia za urejelezaji wa taka ozo na za plastiki, kupunguza ukataji miti holela kwa ajili ya kuni na mkaa na kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na katika habari za kimataifa, uchaguzi wafanyika Burundi bila chama cha upinzani. Katika michezo, wazee wa Yanga wasisitiza kutocheza dabi. Karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV, mimi ni Mindi Josefu. Wakulima wa zao la ufuta katika kata ya Mpona, wilaya ya Songwe, mkoani Songwe, wamefunga ghala la kuhifadhia ufuta katika kata hiyo, wakishinikiza serikali kuwalipa fedha zao kabla ya kuruhusu usafirishaji wa zao hilo. Joni Kiango kutoka mkoani Songwe anasimulia. Ghala hilo linakadiriwa kuwa na zaidi ya tani 200 za ufuta, na hatua ya kulifunga imechukuliwa baada ya madai ya kuwa ufuta umeanza kuondolewa bila wakulima kulipwa, bila ya wao kupewa taarifa yoyote rasmi. Baadhi ya wakulima walizungumza na Sky TV na kueleza sababu za kuchukua hatua hiyo. Malalamiko yetu, tumekusanya ufuta wa wakulima toka mnada wa kwanza ambao ulifanyika tarehe 9 mwezi wa 5. Wakulima wangu wengine hawajalipwa. Hata kwenye vyama vingine vya AMCOS ambavyo vimekusanya mzigo wao ukiwa kwenye kituo cha ghala la Mpona hawajapata. Sasa hivi tumefanya minada 4. Hiyo minada yote 4 hatujawahi lipwa. Mnada wa pili umelipwa kidogo kidogo, mnada wa 3 haujalipwa, nao wamedonoa wakaacha. Tatizo kabisa ambalo limetushutua sisi wanachama pamoja na sisi viongozi, serikali imetuma kibali cha kuja kusomba ufuta wetu bila sisi walengwa kufikiwa malipo. Changamoto yetu hapa wakulima inayojitokeza sana, wanaingiza mzigo ghalani, pesa inachukua muda mrefu kulipwa mkulima, alafu baadaye mzigo unaanza kubebwa kabla ya kulipwa mkulima. Inafikiri ndio iliyopelekea mpaka saa hizi kuandamana wakulima kuja kuzuia mzigo wao usiondoke. Wanahitaji pesa. Kuna madhara sio kwa maandalizi tu, hata kwa maisha yetu binafsi na madhara. Kwa sababu tumepeleka ufuta ghalani ili tuweze kujikimu maisha yetu, tuweze kupata hela za kula, tulipe madeni, tuna mikopo benki, tunategemea tukiuza tupate hizo hela turejeshe marejesho, lakini hata watoto kwenda shule wanashindwa kwa sababu hela zipo ghalani, na wanasema mnunuzi aliyopo saizi anasema amelipa. Sasa hatujajua aliyemlipa ni nani, kiwa sisi haujatufikia hizo hela. Na bado sisi kama viongozi wa vyama tunapata changamoto, wananchi wanataka kutupiga sisi kwa sababu sisi ndo tunaukusanya ufuta kwa wananchi. Kwa mpaka saizi sisi maisha yetu yapo hatarini. Wakulima wanasema sisi ufuta wetu unaondoka, ni nyie tuliowakabidhi, au wengine huko hatuwajui. Mmoja wa madereva waliotumwa kubeba ufuta alikiri kuwa alikutana na hali ya sintofahamu alipowasili kwenye ghala hilo. Gari yangu ile pale, manake toka jana nimepigwa pini, haitakiwi niondoke, nimepakia mzigo, kumbe wakulima bado hawajalipwa. Au wakulima inatakiwa walipo ndo gari yangu iondoke hapo. Alafu tena ninaoda, alafu tena nimechelewesha kazi za watu, zingine zinanidai kule. Kwa upande wake, meneja wa chama kikuu cha ushirika mkoani Songwe, Soleku Moni Mwampamba, amekiri kuwepo kwa changamoto za malipo kwa baadhi ya wakulima na kueleza sababu za kucheleweshwa kwa malipo yao. Kuna baadhi ya wakulima ambao wana changamoto katika mifumo ya malipo, lakini changamoto hizi sio kana kwamba chama kikuu hakijataka kulipa, hapana.
Hawa watu changamoto zao zinatokana na akaunti. Kuna wakati fulani mkulima anaweza akawasilisha akaunti ambayo imelala, yani dormant, au akaunti ambazo sio sahihi. Sawa? Kwa kuna wakati fulani hizo zinaleta shida katika uingizwaji wa fedha. Kwa unakuta labda katikati ya watu 600 kwa mfano, umelipa watu 600, 70, na katikati yao unaweza kukuta watu 10 na akaunti zina matatizo. Kwa mfumo unatema. Kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Wakuu wa majeshi ya polisi kutoka nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika wamekubaliana kuongeza mafunzo kwa maafisa wa polisi na askari wa vyeo mbalimbali ili kuhakikisha ukanda huo unaendelea kuwa salama. Nora Damiani anaarifu zaidi. Wakuu hao wamekutana leo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 30 ambao pamoja na mambo mengine umeshuhudia mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura akikabidhi wenyekiti kwa IGP wa Malawi baada ya kumaliza kipindi chake cha uongozi cha mwaka mmoja. Akizungumza kwenye mahojiano na vyombo vya habari, IGP Wambura amesema wanaendelea kufungua mipaka ya nchi wanachama. Makosa makubwa ambayo tunaendelea kupambana nayo, wizi wa magari, ni uhalifu ambao unaendelea kusumbua kwenye ukanda huu wa kusini. Lakini tuna usafirishaji wa binadamu, na wenyewe usafirishaji haramu wa dawa za kulevya. Huu wa binadamu ni haramu, sio usafirishaji haramu wa binadamu, usafirishaji haramu wa dawa za kulevya na makosa mengine kama hayo ambayo tumekuwa tukiyaelezea, mambo ya ugaidi. Lakini kikubwa ambacho kinatusumbua sasa hivi, cyber crime, na yenyewe ni eneo ambalo tumeliwekea mikakati. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mkutano mmoja muhimu mkubwa sana wa kuhakikisha ukanda huu unakuwa salama. Lakini kikubwa ambacho tunakifanya si kingine, ni kwenda kuongeza mashirikiano yetu katika kupambana na uhalifu mkubwa, uhalifu wa kupanga na uhalifu unaovuka mipaka. Naye waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amesema suala la uhalifu mtandaoni bado ni changamoto kubwa hapa nchini na katika nchi za SADC, na kuwataka wakuu hao kutumia mkutano huo kupata ufumbuzi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameimarisha jeshi letu la polisi. Lina vifaa vya kisasa, lina vitendea kazi, na askari na maafisa wako timamu katika kuhakikisha ulinzi wa usalama wa raia wetu pamoja na mali zao muda wote, usiku na mchana. Nchi yetu inaendelea kuwa salama na ya amani, kwamba amani ni tunu ambayo waasisi wa taifa letu wametuachia, na ulinzi wa taifa letu ni jukumu la kila Mtanzania. Tungekuwa tunawapa takwimu upande wa idara ya uhamiaji, watu wanaoomba kuja Tanzania kwa sababu ya amani na usalama tulionao ni maelfu kutoka nchi za jirani ambazo zina machafuko. Watu wanaoomba uraia kutajinisiwa kama Watanzania ni maelfu. Sasa sisi ambao Mwenyezi Mungu ametujalia hii ni nchi yetu, ningependa kuendelea kuwakumbusha tuendelee kuilinda nchi yetu kwa wivu na uzalendo mkubwa, kwa sababu mama Tanzania ndo huyu, hatuna mwingine. Katika mkutano huo, wakuu wao pia wanabadilishana mbinu za kushughulika na wahalifu na jinsi ya kuongeza operation zaidi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Wananchi wa kata ya Chomanchankora iliyopo wilayani Igunga mkoani Tabora wamekataa uwekaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji katika eneo lililotengwa kwa ajili ya mradi, wakidai kuwa eneo hilo wamekuwa wakifanya matambiko ya kimila. Fredi Cheti na taarifa hii. Taarifa hiyo imetolewa na Katibu Tawala Mkoa wa Tabora Dr. John Mboya, huku Mkuu wa Mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha akitolea maelekezo ya swala hilo wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ya Mwamapuli iliyopo katika kijiji cha Mwanzubi wilayani Igunga wenye gharama shilingi bilioni 26.9. Mheshimiwa Chacha amesema ikiwa wananchi hao wataendelea kushikilia msimamo wao wa kutojengewa skimu ya umwagiliaji kwa kile wanachodai kuwa eneo hilo linalotakiwa kuwekwa mradi huo
ni maalum kwa ajili ya matambiko, serikali itapeleka mradi huo kwenye eneo lingine lenye uhitaji. Wapo wenzenu kule Choma cha Nkola, si mnapajua? Serikali imeamua kupeleka mradi mkubwa kule kama huu. Wenzenu wamekataa, wamesema lile eneo ni la matambiko. Si mambo ya ajabu haya? Karne hizi kuna mtu anasema sisi tunatambika hapa, hatutaki kuweka mradi wa umwagiliaji. Sasa sisi tunafanyaje? Mambo mawili tu. Moja, huo uganga, uchawi na matambiko upeleke nyumbani kwako, ufanyie kwako. Sisi tutaweka mradi pale. Lakini ikiwa serious, si wapo wengi wanataka miradi hii, si ndio? Nyinyi muendelee kutambika, tutapeleka sehemu nyingine, wala hamna tatizo. Kwa ni mambo mawili haya, mchague ufanyie uganga huo matambiko nyumbani kwako, ama mradi tupeleke eneo lingine. Basi hatuwezi kwenda kugombana na watu wazima wenye akili wanaojua kwamba matambiko ni bora kuliko mradi wa umwagiliaji. Lakini pili, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wala usigombane. Wewe nenda na sisi tutaenda, tutaangalia rasi kama alivyoshauri. Tukiona kweli wapo serious wanataka matambiko, tutaacha waendelee kutambika. Tutawatafuta wengine wanaotaka mradi wa umwagiliaji mkubwa kama huu ambao mnaendelea. Kwa upande wake, Ras Mboya ameipongeza serikali kwa kupeleka fedha za ujenzi wa skimu hiyo, huko kimtaka mkandarasi kutekeleza mradi huo kwa muda mwafaka na ubora mkubwa kwa maslahi mapana ya jamii. Kwanza kabisa nitoe pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais wetu kwa kutuletea fedha hizo shilingi bilioni 26 kwa ajili ya kujenga skimu hii kubwa ya umwagiliaji. Ni upendo mkubwa sana ambao una mipaka. Niwapongeze sana wananchi kwa kupata bahati hiyo ya kuletewa hizo fedha. Tunaamini kama alivyosema mhandisi, tuendelee kutoa ushirikiano mkubwa unaotakiwa katika hatua zote ili mradi huu uweze kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Naye mkuu wa wilaya ya Igunga Sauda Mtondoo amesema kuwa kukamilika kwa mradi huo kutaleta tija kwa wananchi kiuchumi. Kwa kweli sisi hatuna la kusema zaidi ya kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kukamilika kwa mradi huu kutaenda kuleta manufaa makubwa sana kwa wananchi wetu, lakini pia si kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa uchumi wa halmashauri ya wilaya ya Igunga na taifa kwa ujumla wake. Kwa sababu hata kama mvua ziko chache, kulima katika eneo hili una uhakika wa kuvuna. Katibu wa Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania Shehe Isa Ponda ametangaza kujiunga na chama cha ACT Wazalendo, akisema anataka kuendeleza mapambano ya kudai haki. Shehe Ponda ametangaza uamuzi huo leo makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam na kupokelewa na viongozi waandamizi wa chama hicho wakiongozwa na kiongozi wa ACT Wazalendo. Leo nimejiunga na chama cha ACT Wazalendo. Lengo hasa ni kuhakikisha tunapata utawala wa sheria na uchaguzi huru na wa haki. Nimeona umuhimu wa kuunga mkono operation ya ACT Wazalendo Linda Demokrasia. Inalenga kurejesha haki, uwazi na usawa katika michakato ya uchaguzi nchini kwetu Tanzania. Natoa wito kwa vijana, wanawake, wazee na viongozi wa dini kuungana katika uwanja wa mapambano ya kudai haki mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kama vile kuhakikisha kura zetu zinahesabiwa kwa haki ili tupate viongozi wanaowakilisha matakwa ya wananchi. Tumesikia miamba mingi sana. Kwa maoni yangu mimi, Shehe Ponda Isa Ponda ni mwamba wa harakati. Ninayo furaha kwa niaba ya chama kumpokea ili aendelee na harakati zake kupigania haki akiwa ndani ya ACT Wazalendo. Nakushukuru Shehe Ponda
kwa heshima kubwa uliokipa chama chetu. Ni imani yangu kuwa kuingia kwako katika chama chetu kutasaidia kuongeza nguvu kwenye kampeni yetu ya kupigia haki na kuitetea demokrasia. Katika kampeni mahususi tunayoiendeleza ya operesheni Linda Demokrasia. Ninapenda pia kuchukua fursa hii kuwakaribisha wapenzi wote wa demokrasia kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na nikirejea nitaungana na Godiness Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godiness Gaspar. Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Engineer Mary Priska Mahundi ameipongeza benki ya Equity kwa kuunga mkono juhudi za serikali katika vipaumbele vyake vilivyowekwa. Kwa wateja wote, naimiza mtumie fursa zitolewazo na benki za kidijitali ambazo ni salama. Tuachane na zama za kutembea na pesa taslimu. Hizi si kadi tu, bali ni funguo za fursa mpya katika ulimwengu wa kidijitali. Tamko rasmi la uzinduzi, ninachoweza kusema, nimekuja hapa kumwakilisha waziri wangu Jerry Silaa na ambaye yuko safarini ya kikazi nje ya nchi. Basi nipende kutumia heshima hii kubwa ambayo mmenipa na kutamka kwamba sasa niko tayari kuzindua rasmi kadi hiyo. Akizungumza katika hafla iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Naibu Waziri Mahundi amesema kwamba ubunifu wa benki hiyo ya kuzindua kadi mpya ya Mastercard iliyopewa jina la Black Card, kadi kubwa zaidi ya malipo duniani, yani Mastercard, ambapo amesema uzinduzi huo unafanyika wakati muhimu ndani ya Tanzania ambao ni utekelezaji wa ajenda na mabadiliko ya kidigitali katika ujumuishaji wa kifedha na uwezeshaji wa kiuchumi. Hongereni sana Equity Bank na Mastercard. Tunaomba tuendelee kushirikiana kufungua fursa na kujenga Tanzania kidigitali yenye usawa, yenye ustawi na usawa kwa wote. Tunajivunia kuona taasisi kama Equity Bank kuunga mkono ajenda ya kimkakati ya serikali. Mpango huu unaongeza nguvu katika juhudi zetu kwa kukuza matumizi ya fedha kwa njia salama na uwazi na isiyotumia fedha taslimu. Kipekee kabisa nishukuru Benki Kuu ya Tanzania ambao wametupa miongozo mingi sana mpaka kufika hatua ya leo kuweza kupitisha product hii kwamba inafaa, ina ulinzi na inaendana na malengo ya huduma za kifedha ili Watanzania na wateja wetu waweze kuitumia. Kwa nishukuru sana Benki Kuu ya Tanzania ambaye ndio kiongozi wetu na msimamizi wa taasisi za fedha.
Lakini pia nishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya kwamba kuwa na sera na mikakati ya kukuza uchumi wetu na kuwa na uchumi wa kidigitali, lakini pia kuchochea taasisi za fedha kuja na mifumo bunifu kuwezesha malipo ya kimtandao. Serikali through the progressive policies and investment in ICT infrastructure, the government has created an enabling environment for innovation and financial inclusion. Innovation basically means not sleeping at night, like how Haidari and the team have not been sleeping, innovating. We are proud to be part of this shared journey towards a more connected and empowered digital Tanzania. Na sasa tutazame viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godliness Gaspar. Biashara na uchumi. Kama ndio kwanza unaungana na mimi, hii ni Sky TV na sasa naungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni uchaguzi umefanyika nchini Burundi bila chama cha upinzani. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Raia wa Burundi wamepiga kura katika uchaguzi wa bunge ambao hauna kitisho chochote baada ya chama kikuu cha upinzani kuzuiwa kugombea. Chama tawala cha CNDD-FDD cha Rais Evariste Ndayishimiye kinatuhumiwa kwa kuhujumu mpinzani wake mkuu National Freedom Council CNL, ambacho kilimaliza katika nafasi ya pili kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka 2020 na kikadai kuwa matokeo yalichakachuliwa. Mnamo mwaka 2023, Wizara ya Mambo ya Ndani ilikifungia chama cha CNL kuhusiana na kile ilichokiita makosa katika namna kilivyoandaa mikutano yake. Kisha mwaka jana CNL kilimfukuza kiongozi wake, kamanda wa zamani wa wanamgambo aliyegeuka kuwa mwanasiasa Agathon Rwasa, wakati alipokuwa nje ya nchi. Nafasi yake ilichukuliwa na mtu anayefikiriwa kuwa karibu na chama tawala, Nestori Girukwishaka, waziri wa zamani na mtendaji mkuu katika kampuni inayomilikiwa na serikali, katika kile wakosoaji walichoeleza kama mapinduzi yaliyopangwa na serikali. Kisha serikali ilipitisha sheria mpya ambazo zilimzuia Rwasa na washirika wake kujiunga na vyama vingine vya upinzani au kushiriki katika uchaguzi kama wagombea wa kujitegemea. Kwingineko, zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wamekusanyika leo katika milima na viwanja vya Arafa nchini Saudi Arabia, wakielekea katika hatua za mwisho za kukamilisha ibada ya hija, mojawapo ya nguzo 5 za Uislamu. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Saudi Arabia, Ghassani Ali Nuwaimi, miongoni mwa mahujaji wanaotekeleza ibada yao mwaka huu, milioni 1.5 wanatokea mataifa ya kigeni, idadi iliyo chini kidogo na ile ya milioni 1,611,310 walioshiriki ibada hiyo mwaka jana. Safari ya kuelekea milima na viwanja vya Arafa ilianza jana Jumatano, kwa wengi wa mahujaji kutembea kwa miguu wakiwa wamebeba mizigo yao, huku hali ya hewa ikifikia nyuzi joto 40. Picha kwenye mitandao ya kijamii na vyombo rasmi vya habari zinawaonesha wengine wakiwa wamewabeba mahujaji wenzao wasiojiweza migongoni mwao, wakielekea kwenye eneo hilo tukufu ambalo zaidi ya miaka 1400 iliyopita kiongozi wa Waislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa kile kiitwacho hotuba ya kuaga, iliyokuwa ya mwisho kwake na iliyoutangaza rasmi Uislamu kuwa dini ya ulimwengu mzima.
Kwa mahujaji kufika kwenye eneo hilo ni sehemu muhimu ya ibada hiyo na takribani kilele cha imani, kwani inawakumbusha siku ya makutano ya wanadamu wote mbele ya Muumba wao, yaani siku ya Kiyama. Tuhitimishe habari za kimataifa na taarifa ifuatayo. Wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameikosoa Marekani siku ya Jumatano baada ya kulipinga azimio la baraza hilo la usitishwaji mapigano na ufikishwaji endelevu wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Mjumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Dorothy Shea amesema azimio hilo litadhoofisha juhudi za kidiplomasia za kufikia usitishaji mapigano unaoakisi uhalisia wa mambo na badala yake litawaongezea hamasa kundi la Hamas. Ameongeza kuwa azimio hilo halitoi uwiano sawa kati ya Israeli na Hamas. Rasimu ya azimio hilo ilitaka usitishwaji wa mara moja bila masharti na wa kudumu wa mapigano huko Gaza, na hatua hiyo kuheshimiwa na pande zote. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari za michezo na burudani. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Ulimwengu wa Habari, lakini pia Sky TV. Hivi sasa ni habari za michezo pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi. Wazee na wanachama wa klabu ya Yanga wameweka wazi msimamo wa timu yao kuhusiana na mchezo namba 184 kati ya Yanga na Simba, huku wakisema hawatacheza na hakuna wa kuwapokonya alama 15. Wazee hao wameomba mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kutoshughulika kuja jijini Dar es Salaam kwa wale wa mkoani kwa ajili ya mchezo wa dabi, kwani haupo. Lakini pia wamevitaka vyombo vya habari kutokutangaza au kufanya promotion kwa ajili ya mchezo wa Juni 15 kwa kuitaja Yanga. Wazee wameonya viongozi kutopeleka timu uwanjani, na kama ikitokea wamepeleka, basi njia ni nyeupe kwa wao kuweza kuondoka. Wakasema Yanga ananyang'anywa pointi 15. Ligi imeishia. Nisikie vizuri. Kauli yetu kama Yanga, hatuna imani na bodi ya ligi. Hatuna imani na bodi ya ligi. Sasa ikitokea tarehe 15, ndio maana nimesema hapa, hatutanyang'anywa pointi yoyote ambayo tumepata kwenye jasho, kwa jasho uwanjani. Ikitokea tarehe 15,
Wameongea na marefari wao pale. Wameongea na makamisa wao pale. Kila kitu kimekamilika. Yanga hatupo. Wakasema Yanga ananyang'anywa pointi zake, Simba anakuwa pointi 3, Yanga anafika pointi 15. Ligi ya nchi hii imeishia hapa. Nini kitafanya? Nini kitaendelea? Tutaikana hapa. Nini kitaendelea? Tutaikana hapa, tutajuana hapa baada ya siku 15. Ndio tunasema hainyang'anywi pointi yetu hata moja. Na wakitaka wafanye hivyo, wakitaka waone, wafanye hivyo tarehe 15. Wapo wadau wetu ambao tuna haki nao ya kimatangazo na kimaudhui. Waache kulitumia jina la Yanga kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15, ni kinyume na takwa la wanachama wa Yanga. Sisi ndio wanachama, tumesema tarehe 15 timu yetu haiendi. Tusingependa chombo kingine chochote cha habari au wadau wengine wowote wa habari wakatumia fursa ya kuitumia klabu yetu, wakatumia fursa ya kuitumia logo yetu, wakatumia fursa ya kuwatumia wanachama wetu kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Zaidi ya hapo watatutaka ubaya, kwa sababu hatutokubaliana na hivi wanachokifanya. Uwanja wa KMC Complex umeendelea kufanyiwa maboresho ili kuwa wa kisasa zaidi baada ya kufungwa ubao wa matangazo wa kidijitali ambao utatumika kuonyesha matukio muhimu. Ubao huo mpya unatarajiwa kutumika kuonyesha taarifa muhimu wakati wa mechi, matangazo ya kibiashara pamoja na takwimu za michezo kwa wakati halisi, hali itakayoongeza mvuto na weledi katika uendeshaji wa mechi mbalimbali. Baada ya kukamilika kwa kazi hiyo, hatua inayofuata ni uwekaji wa viti vya kisasa vya kukalia kwa mashabiki katika majukwaa yote yanayozunguka uwanja huo. Uwanja huo unatumika kwa mechi za nyumbani za mashindano tofauti kwa klabu za KMC, Yanga, Simba ndio ambao wanatumia uwanja huo. Tukielekea katika masumbwi, uchaguzi wa chama cha waamuzi wa ngumi za kulipwa nchini ATPBRO unatarajia kufanya uchaguzi Julai 12 mwaka huu jijini Dar es Salaam, ambapo fomu zimeanza kutolewa kuanzia leo Juni 5 mpaka Julai 4 katika ofisi za BMT, huku nafasi zinazowaniwa ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu pamoja na mtunza fedha na wajumbe 4. Na Haja Bakari ni afisa uhusiano na mawasiliano Baraza la Michezo nchini BMT, amezungumzia kuhusiana na sifa za mgombea na kiasi ambacho wanatakiwa kutoa ili kuweza kuchukua fomu. Baraza la Michezo la Taifa tunatangaza uchaguzi wa chama cha waamuzi wa ngumi za kulipwa Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 7 2025. Na fomu tutaanza kuzitoa kuanzia tarehe 5 na mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu utakuwa ni tarehe 5 mwezi wa 7. Na nafasi ambazo zinagombewa kuelekea kwenye uchaguzi huo ni nafasi ya mwenyekiti, nafasi ya makamu mwenyekiti, nafasi ya katibu mkuu na nafasi ya mweka hazina, ambapo nafasi hizi za juu ada ya fomu ni shilingi 100,000. Na nafasi zingine 4 za wajumbe wa kamati ya utendaji, ambapo ada ya fomu kwa nafasi hizi ni shilingi 50,000. Kwa mujibu wa sheria ya Baraza la Michezo la Taifa, mgombea wa chama chochote lazima kwanza awe raia wa Tanzania, lakini vile vile basi awe anauelewa na ujuzi wa mchezo husika, na vile vile lazima asiwe amejiingiza kwenye au amekamatwa au ameingizwa kwenye kosa lolote la jinai. Na ada zinatakiwa zilipiwe kwa mfumo wa malipo ya serikali, yani control number. Na wale wagombea wote basi wafike Baraza la Michezo la Taifa au wapige namba 0713 380 499 ili kupatiwa control number kwa ajili ya kulipia nafasi anayogombea. Na anaporudisha fomu basi lazima aambatanishe ile fomu walau na vyeti vya elimu yake, lakini vile vile na vile vya ujuzi. Hata kama katiba haijasema basi aambatanishe na vile vyeti ambavyo anajua kwamba hivi vinamlinda kweli, tunajua kwamba huyu ana sifa hiyo ya uamuzi wa ngumi za kulipwa. Kimataifa, mchezaji wa klabu ya FC Barcelona na timu ya taifa ya Hispania
Lamine Yamal amechaguliwa kuwa mchezaji bora chini ya umri wa miaka 23 katika ligi kuu ya soka nchini Hispania maarufu La Liga. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 17 ambaye hivi karibuni ameongeza mkataba wa kusalia ndani ya FC Barcelona akiwa ameshinda tuzo hiyo baada ya kuonyesha kiwango bora msimu uliopita. Lamine amecheza michezo 35 ya ligi kuu ya soka nchini Hispania akifunga jumla ya mabao 9 na kutoa pasi 13 za magoli akiisaidia klabu yake ya FC Barcelona kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Hispania ambao umetamatika msimu wa 2024-25. Kwa sasa tuelekee katika burudani. Virginia Paul anakuja na taarifa zaidi. Na leo kwenye burudani tuko na msanii Phina ambaye watu wengi sana wamekuwa na hofu kuhusiana na je, kuna uhusiano kati yake yeye na Enolua, rafiki kabisa wa mke wa Juma Jux, Priscilla, baada ya video mbalimbali zikiwa zinawaonyesha wawili hawa wakiwa pamoja since kipindi ambacho harusi ya Jux ya huku nchini Tanzania ilivyokuwa inafanyika. Sasa video ambayo ameiweka Phina kwenye Insta story yake imeonyesha kwanza video akiwa anavalishwa pete na Enolua, lakini kuna maongezi ambayo yalikuwa yanaendelea hapo kama hivi. Okay. When did we marry? They say we are married. Yesterday. Yes. Like this. Na mtazamaji, ni taarifa ya burudani kutoka kwake Virginia Paul. Lakini nikuambie tu usiku wa leo nusu fainali ya UEFA National League inaenda kupigwa pale nchini Hispania. Timu ya taifa ya Hispania watakutana dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Hii ni baada ya hapo jana timu ya taifa ya Ureno kutinga katika hatua ya fainali. Nikutakia usiku mwema, lakini nikurejeshe kwake Mindy Joseph atamatishe ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Ya hewa kwa saa 24 zijazo. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania na kuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya Tanganyika, Nyasa. Pia mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika maeneo yote ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Hivyo wakazi wa maeneo ya mwambao mwa Bahari ya Hindi, lakini pia watumiaji wa Bahari ya Hindi ni vema kuchukua hatua stahiki kutokana na kuwepo kwa upepo huo mkali. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo mengi hapa nchini yanatarajia kuwa ni makavu, isipokuwa katika maeneo ya pwani kaskazini kutakuwa na hali ya mvua. Halikadhalika tunatarajia maeneo mbalimbali hapa nchini yanatarajia kuwa na hali ya ubaridi, ambapo kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajia kuwa nyuzi joto 9 katika maeneo ya Njombe. Wakati siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kagera, Mara kutakuwa na hali ya mvua kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam kwa pwani kutakuwa na hali ya mvua. Maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Lindi, Mtwara kutakuwa na hali ya mvua nyepesi. Maeneo yaliyo mengi hapa nchini yanatarajia kuwa ni makavu kwa siku ya kesho. Tumalize utabiri wa hali ya hewa kwa kuangalia hali ya utabiri kwa siku 4 zijazo katika baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Maeneo ya Dar es Salaam hali ya mvua inatarajia kuendelea, wakati maeneo ya Dodoma maeneo mengi yanatarajia kuwa ni makavu kwa ujumla. Maeneo ya Mwanza kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 27. Kilimanjaro kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 30. Mbeya kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 10. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 18, wakati kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 29. Arusha kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 24, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 18. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, rangu jina naitwa Tunza Sanane. Asante na siku njema. Mtazamaji, tuhitimishe na hii. Wakati duniani kukiwa na tamaduni nyingi, lakini kuna tamaduni tata zaidi
ambapo wakati makaburi ikiwa ni sehemu ya kuongofya katika nchi nyingi, lakini wa Denmark wanaona inafaa kubadili makaburi yao na kuwa maeneo ya kujumuika na kubarizi. Makaburi yao pia yamepambwa vizuri kweli kweli na hutembelewa na watu wengi wakati wa hali ya hewa inapoanza kuwa joto. Sehemu ya makaburi iliyopo katika mji mkuu wa nchi hiyo ni mfano mzuri wa makaburi hayo, ambapo kubarizi utakuwa unashiriki pamoja na wa Denmark wengi maarufu waliozikwa hapa, akiwemo Christian Andersen. Na katika makaburi haya pia utakuta watu wametandika virago vyao, wamepumzika huku akijisomea vitabu, lakini pia kuangalia filamu kwenye simu na kompyuta zao na kuzungumza tu huku wakila na kunywa viburudisho mbalimbali. Ni nchini Denmark. Je, nchini Tanzania tamaduni yenu ikoje? Mtazamaji, hadi kufikia hapo nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa. Nafika tamati. Nikutakie usiku mwema na usiache kutazama Sky TV.